leo swala la Ansi na Julio yeye ni wa mwalimu anafundisha, Ansi mchambuzi. Inakuwaje mtu yeye anasimamia timu anakuwa mwalimu alafu anasema Simba lazima atakuwa bingwa akiajiriwa kwenye timu ya ligi kuu? Hapo unakuwa unasemaje? Na hiyo kauli kifupi, mimi niseme hiyo kauli, mimi kwa upande ile kauli imetuchafua Simba. Sio kama imechafua ligi nzima, imetuchafua Simba kwa sababu inavyoonekana yule bwana katika mechi zetu kuna mipango inaonekana yeye anaonekana anafanya na viongozi wetu, kwa sababu kama anasema Simba itakuwa bingwa hapo yeye kashakuwa timu kashakuwa kocha kwenye timu ya ligi kuu, ina maana inaonekana hapa kuna kama upangaji wakati kwa kitu sio kweli. Katika mechi ambazo tunapata nazo mitihani tukicheza timu akiwa yeye pale anasimamia zote, tena tunaenda kwa meno. Si mechi yetu na Mashujaa, sawa, kiongozi wetu mmoja akafungiwa kwa sababu ya hiyo mechi ya Mashujaa kutokana na ugumu wa hiyo mechi, lakini ukiachia hivyo yeye na ndio mtu ambaye alizungumza kwamba Simba haina wachezaji bora, ina wachezaji wa kawaida sana, lakini ukiachia hilo, huyo ndo alisema kwamba Chama hajafunga magoli mawili, wakati katika ile mechi Chama kafunga magoli mawili. Sasa leo anakuja tena kuzungumza, anasema kwamba anasema kwamba Simba wasipobeba ubingwa yeye watahakikisha kwa hali na mali ya timu inabeba. Hivyo yeye kama wewe mwana michezo unachukuliaje hiyo kauli? Baada ya kauli yake na kuiona kusikiza yake mitandao ya kijamii, labda unatamani kuona uongozi wa Simba kusema neno lolote juu ya hilo? Waseme kuna shida kwa sababu zile kauli kwa mtu wa kawaida anazichukulia kawaida, lakini katika hali nyingine inaonekana kwa yale maneno anasema yule bwana, mechi ambazo sisi tulizocheza na Mashujaa yeye akiwa pale, ina maana na yeye katusaidia siku shida ambacho iko kitu sio kweli. Mechi yetu na wao kumefanyika vurugu nyingi na yule ndo alikamia si atufunge, na haya maneno sio naongea mimi. Yeye mwenyewe alithibitisha kwamba Simba hawezi kumfunga. Uongo? Ni kweli aliongea. Na katika ile mechi sisi ndo tumepata shida kuliko mechi zingine. Tena leo mechi shaisha, sisi tumeshinda. Mtu anazunguka stage ya kuja kutuchafua tena. Kwa sababu kwa kauli ile inaonekana, hadi kwa kauli yake ukisikiliza, inaonekana kabisa kati yetu si na Mashujaa yeye kuna kitu kafanya. Wakati iko kitu sio kweli. Kauli ya kwanza alisema kwa njia yoyote ile msimu huu lazima Simba awe bingwa. Yeye kama nani? Pili akasema alifundisha makusudi ili Simba ashinde mechi zake. Na nyingine kauli mbili. Na ndio pia aliomba kutoa kadi ya Msimbazi. Sasa wewe ndio ushangae sasa. Hivi mtu kacheza mpira, kaishi Tanzania toka akiwa kijana mpaka amezeeka, anasema katumikia klabu mpaka leo kadi ya wanachama Simba hana. Kile mkuu akisema kama ni kadi kama anayo ila ana kadi mpya. Kadi mpya ziko wapi? Ni wakati sasa wana michezo kumkosoa vikali pengine kwa kauli zake. Amekosea. Unajua mimi dada nikwambie kitu kimoja. Mimi nilizungumza lakini kuna maneno niliyapata kwamba naambiwa mimi nilichokisema kile nilikosea kumwambia yeye. Mimi nazungumza uhalisia wa vitu vilivyokuwepo. Umeelewa? Mwalimu wa mpira yote hawezi kuzungumza maneno aliyozungumza Julia. Hawezi. Labda nisememie Shabani ambaye sio kocha. Ndio maana mimi nikataa, sio mwalimu. Lakini mimi watu walinichukia. Umeelewa? Na mpaka wewe mwenyewe kuna watu wamemwambia kama mimi nilichosema, yeye mimi atanichukulia hatua. Lakini mimi nilizungumza uhalisia. Katika hali ya kawaida mechi yetu na Mashujaa imeisha. Katika hali ya kawaida mechi yetu na Mashujaa imeisha. Tumeshinda mechi ya Mashujaa na Simba kwa mbinde. Na yeye akiwa mwalimu kwa maneno ya vijembe ya kuikushusha Simba hadhi yake na kuidharau Simba kama Polisi Dodoma. Alitudharau, na nyinyi wenyewe mashahidi. Tumeshinda, anakuja kusema yeye ndo alifanya Simba tushinde. Hivi wewe unaona iko kitu ni sawa? Hatukosea. Anatukosea. Na mimi niseme kuna watu mjini wanaishi kwa sababu ya kuwakingia watu vifua. Mimi nipo kwa sababu ya klabu ya Simba. Umeona hilo? Na heshima kuliko unavyofikiria. Baada ya wazazi, Mwenyezi Mungu kwanza, wazazi, baada ya mambo mengine familia yangu, afu inakuja hilo Simba. Umeona hilo? Mimi naiheshimu, ndio maana mimi nazungumzia Simba.
Mimi leo kwenye Simba hii watu wanasema nimefanya bibi, nimetoa hela. Kuna watu wametoa hela zaidi yako, washasema. Na ndio maana wewe sio chawa. Na ndio maana mimi unaniona mimi nazungumza katika mstari ulionyooka. Leo mimi nazungumzia watu wa matawi. Sawa? Ukiwa katika tawi lolote, ina maana wewe unafuata katiba ya klabu na lazima logo ya klabu ya Simba uilee. Leo yeye anaenda kuzungumza. Anasema kwamba yeye atahakikisha Simba anakuwa bingwa, na hata msimu uliopita sio kuna mambo gani sijui kule Mashujaa yeye katusaidia hapa katika mechi yetu tumepata shida mpaka kiongozi wetu kafungiwa. Yaani viongozi wa Simba lazima wachukue action kwenye hili. Walipochukua action itaonekana kama sisi kuna mipango tumetengeneza mechi ya Mashujaa. Wakati ile mechi mimi nilikuwepo Kigoma katika mechi ambayo ilikuwa na kung'ata meno kuanzia nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja. Mechi yetu na Mashujaa, na yule bwana alipambana kweli, si ile mechi tupoteze, ila ikashindikana kwa sababu kikosi chetu bora tukashinda, tukafanyikiwa. Kikosi chetu bora. Kuna vitu vinasemwa nje ya uwanja, sawa, mimi siwezi kuvizungumza. Mimi naizungumzia Simba. Mechi na Mashujaa ilikuwa ngumu na tumeshinda kwa nguvu yetu. Hatujasaidiwa na mtu yoyote zaidi ya kikosi chetu bora na mwalimu Steve Barker na watu wanaopambania timu. Baada ya kauli yake ya jana, kwa Yanga watasemaje? Sijui, kwa sababu mipango yao sisi tunajua. Wanatumia logo yetu, wanatumia jezi yetu kwa kwenda kujinufaisha. Inawezekana hata kama kuna watu wengine nao wanafanya nao mipango waende kutuchafua, kwa sababu hili ni swala la kuichafua klabu. Leo watu walivyopambana mechi ya Mashujaa, wewe useme wewe ndio ulifanya mipango. Kweli wewe unaona huyo mtu yuko sawa? Haikubaliki, na sisi hatukubali kwa sababu anatukosea sana. Shabani, kabla ya kumalizia, tunaona kila mwaka watu wakimlalamikia mwekezaji kwamba kuna baadhi ya sajili hafanyi. Lakini kwa mwaka huu tunaona kila mchezaji anayesajiliwa Simba Sports Club amepiga picha na boss Mo Dewji. Pengine usajili huu yeye ndo amekamilisha kila sajili ambazo tunaziona zikitambulishwa ndani ya Simba Sports Club. Huwezi kuwazuia hao watu kusema, kakaangu. Ila kwa mtu anayefuatilia klabu yake ya Simba na anayejua thamani ya mwekezaji Mohamed, hawezi kusema iko kitu. Ujue hii dunia sasa hivi imekuwa watu wanasema iko mkononi kijiji, yani chochote utakachosema kila mtu anapokea. Simba kama Simba tunajua thamani ya Mohamed Dewji. Simba kama Simba tunajua Mohamed anachokifanya nini kwenye timu yetu. Kwa hiyo hatuwezi kumzuia mtu kusema. Kuna watu wametengenezwa kwa sababu ya kuchafua logo ya klabu ya Simba na thamani ya mwekezaji Mohamed. Sisi wana Simba tunathamini Mohamed anachokifanya. Na tunajua kabisa Mohamed anatoa pesa nyingi sana kuhusu klabu ambayo yeye na ndio mwekezaji, lakini hana mapenzi na klabu hiyo. Leo wale waliosema tuna matajiri wetu wako Dubai, wana hela nyingi kuliko Mohamed. Kwenye usajili wote wamekula nyoya. Kwenye usajili tunamwona nani hapa? Kuna mtu amesema Mohamed ukifika usajili anakuja, mnataka awe nani? Babu yako. Wakati yeye anatoa hela. Saini ya benki hela haiwezi kutoka mpaka usaini mwenyewe. Uongo. Hawala kusaidia shoga yako. Tajiri kaja kwa sababu hakikisha wachezaji wote muhimu wa thamani. Yeye mwenyewe anashuhudia kwa sababu inayotoka pale sio makaratasi, mzigo. Tajiri kaja kusimamia mzigo. Wachezaji alowataka mwalimu Steve Barker wote hawajaja Simba. Libase kaondoka. Adset kaondoka. Watulie. Ndio maana nakwambia kuna watu wanaishi kwa mazingira ya uchawa. Sisi tunazungumzia klabu na tunaizungumzia logo ya klabu ya Simba. Hapo Shabani, unaamini kwamba hawa machawa au ma-influencers wanaharibu mwenendo wa timu? Mimi sijasema ma-influencers au machawa au nani. Lakini kuna watu wanatengenezewa mazingira wanatengenezwa ya kuishi. Inawezekana mtu labda mtoto wake hajamlipia ada. Akizungumza vile anaitwa ili mtoto apate hela amlipie ada. Tusizungumzie ada za watoto wetu shule au hela yako ya kula wewe, zungumzia klabu. Mimi nazungumzia klabu ya Simba. Mimi najua thamani ya Mohamed. Mimi najua thamani ya Jairut. Na mimi najua thamani ya wawekezaji wote. Umeniona mimi? Ushaona jezi yangu mimi natoa hii Betway inaweka Simba. Sio kama na wakashfu inaweka Simba. Najua thamani ya Betway. Kuna kitu kaongeza katika klabu yetu. Na thamini kwa sababu najua la naipata na huyu yumo. Umeelewa? Umeona hili tawi? Kuna Jairut, kuna Betway, kuna Mohamed Dewji, Mo Kola. Si ndio hivyo? Hao ndio watupanzie jeuri. Kwa nini mimi hawa watu mimi niwathamini? Sasa inapofikia kipindi mtu kama una hela kula unatengeneza mazingira ya kwenda kubomoa mwingine. Usajili umefika. Mimi nataka niwaulize wale makunguni na machawa. Usajili umefika. Mbona wa matajiri wao wanawasema tuwaoni? Baki sasa hivi hapa Libase alitaka kuondoka na kuna ofa kubwa. Unafikiri kabaki kwa sababu ya maneno yako wewe chawa? Hajabaki kwa sababu ya hela?
Mbona tuwaone wa machawa wakitoa hela ili basi abaki. Leo kaanza kushangilia kabaki. Unajua amebaki kwa nini? Kuna dada yako amempa ili basi abaki. Shabani, tumalizie kwa maneno mafupi tu kwa watani zenu wanaelekea kwenye uchaguzi mkuu tarehe 2. Dakika moja wagombea wa wajumbe amesema kwamba akipita pale basi atawafuta ma-influencer wote kwamba ndio anaipeleka Yanga balaa. Naamini nani huyo? Huyo atafuta balaa huyo. Atakuondoa watoto wa Elis. Anasema atafuta. Huyo mjumbe yupo au ndo anagombea? Anagombea. Atoboi. Unawakataa watoto wa Elis. Unawakataa watu wanaoina timu yao kipindi cha shida na raha. Huyo mjumbe mimi siye kumjua. Mjumbe yupo kwa Yanga muda mrefu. Ambaye ndo anagombea au anafanya nini? Ndo anaingia wewe. Wanasema jina lake linaanza na G. Linaanza na G au Atoboi kakaangu. Wewe unawakataa ma-influencer kina Godi. Naamini kauli Godi Yanga kakaangu wanakukataa. Naamini kauli yake ya kwamba influencers wa Yanga wanaipeleka pabaya. Kapteni Kizinga wanipeleka kwa baya vipi? Wale si ndo tunashambuliana nao klabu isonge mbele. Umeona wale maneno yao? Na sisi tukishanganya. Ndio wale matajiri wanapata hasira. Leo nimesikia baada ya siku sema Geli Mugisha asajiliwe Yanga. Matajiri wanachangishana. Unaona taarifa hiyo? Wakina Chief Kizenga. Sawa. Wale wakina Famau soge na nani wakina Baraka. Wale si tunavyoongea kina Kevo wale ndo si tunavyoongea vile na wao ndo wanazidi kulipuka, wanamwambia tajiri inawezekana vipi? Na sio washapiga bilioni 10 katika Geli Mugisha baki bilioni 3. Lakini kwa sababu yetu. Hivi wale hao ma-influencer wangejamaza, unafikiri Elis angetetemeka au karibu zaidi? Yanga pabaya. Anaipeleka wapi? Wasifia hata asiofaa. Inawezekana huyo mjumbe huyo ataka ile nafasi achukue yeye akatoboe kwa Elis. Huyo mjumbe sio mzuri. Wananchi msimchague huyo. Huyo hana mipango huyo mjumbe. Wana thamani, wana nguvu kwa sababu kuna vitu wanasema. Sikatai, wapo wengine wanaingia katika uchawa zaidi. Lakini unavyoona watu wanaitetea klabu yao kwa mahaba. Mtu unajua hii kuzungumza, unajua ukimaliza hapa lazima mtu unywe maziwa. Maziwa kuna mtu anakununulia. Wewe mwenyewe. Unatetea watu wote. Influencer wa Yanga au wa Simba anaizungumzia klabu yake ili timu yake iweze kupata changamoto, ifanyikiwe, itoke ilipo iende sehemu nyingine. Na ndio maana anakuta Elis. Umeona Elis? Sawa. Umeona Jairut? Unamwona Mohamed au akina Mangungu? Watu wanawajua thamani yao. Ndio maana kuna siku wanawaita hawa kwenye vikao vyao. Kwa sababu wanajua watu wanazungumzia, wanatetea. Kuna wakati vilabu hivi, wewe mdanganyia mwenzangu na mimi unauza nyanya au kitumbua, hauwezi kuzungumzia klabu yako wakati maisha yashakutandika, unataka hela familia yako ishi. Huyo wanamdharau leo, huyo mjumbe anawakataa. Ndio anaitetea klabu yao kwa hali na mali. Na hao watu dunia nzima wapo. Hata Madrid kule wapo wanazungumza, lakini kwa sababu watu Kiingereza hawajui na kwa sababu watu hamuoni. Kwani ngoja, hamna watu ambao wanafika uwanjani wanajichola, wanapiga makelele mpaka sauti zinakufa hadi wanalia. Huyo unajua wale huko kwenye mitaa yao wanazungumzaje? Media zenu kwa sababu hazifiki. kuna Shabani mpira pesa huyo. Wapo huko, sema media zenu hazifiki. Wewe nani Google uone. Watu hamna mtoto mmoja yule Madrid ilipopigwa anamlilia kama vinga. Kama vinga. Wale bwana yule mtoto mdogo. Sasa ingia katika peji yako yule mtoto anavolia kuhusu timu. Shukrani. Nashukuru sana. Tarehe 1 Ngorongoro. Tunaanza kutaja Ngorongoro. Je, leo tarehe 27 27 tarehe 30 vyuma vinaondoka vinaelekea katika eneo la tukio. Lakini tukio mambo yote watu wanasubiri kwa hamu mwamba huyo hapa. Mwamba huyo anaonekana kaleta vitu vya moto sana. Jeruti anaga baya babangu. Watu tunaona wanatoa blouse zao tu. Wanasema ya mazoezi vile, je wenyewe. Hiyo tarehe 1 sasa ndo balaa sasa. Yaani wauzi kutoka tarehe 1 nchi yote itakuwa kimya. Na kila sehemu jezi zitafika kwenye vituo maalumu na mwamba anauza jezi original. Usikubali kununua jezi copy. Simba hawatosajili vifaa vizuri kwa sababu una jezi copy. Simba hawatomiliki ndege yao kwa sababu utanunua jezi copy. Ukinunua original ina maana Simba wanavaa wanaleta wachezaji waliokuwa bora.
kama jinsi tunavyoona vyuma kutoka South Africa, watu wanaenda kuongopea watu, mwisho wa siku wanachukua wauza alkasusu wanakuja kuwaleta alkasusu, wanawasajili wauza. Mtu anauza ndevu, anafuga ndevu nyingi, anauza alkasusu. Mashine tatu za moto. Za moto wapi bwana, zimepoa vile. Nchi ilisimama. Imesimama kwenye nini? Wote. Hata imesimama, wamekosa mvuto mpaka mumweka mtu mwenye Betway na jezi nyekundu, ndio mvuto umeongezeka. Kwa hiyo mimi niwaambie tu watu tujiandae, tulipie kuelekea Ngorongoro. Utaratibu umetajwa, lipia sasa, tukutane Ngorongoro tukazindue jezi mpya kutoka kwa Mwamba Jeruti, na jezi hiyo sio mchezo, jezi itakuwa ya moto mno. Yaani bwana Simba ukikosa jezi hiyo inayotoka, basi wewe utakuwa umekosa haraka. Original kabisa. Jezi original tena kutoka kwa Mwamba Jeruti na kampuni ya Diadora. Tarehe 8 pale kwenye dimba la Uhuru Stadium, dimba lifanya marekebisho ya juu kabisa, ndio itakuwa ni siku ya Simba Day. Watu kuona vyuma vyao kabisa pale uwanjani. Ni utakuwa siku ya namna gani kwa wanyama? Kwanza tuko kwenye mashindano ya Kagame, lakini then baada ya hivyo ile ni pre-season. Lakini kuna maingizo mapya ya wachezaji, lakini lile tamasha ambalo liko Afrika nzima, Simba na ndo anzilishi, tunaendelea tena katika kile tulichotengeneza mwanzo. Kwa hiyo mimi nadhani siku hiyo ni siku ya sikukuu, kila mwana Simba lazima apendeze, na tunataka uwanja upendeze kwa rangi nyekundu na nyeupe. Kwa hiyo maandalizi ya Simba Day yanaelekea vizuri. Uwanja mdogo, niwaambie tu ndugu zangu ambao hawajakata tiketi, wakate tiketi mapema, wahakikishe mtu anakuwa na tiketi yake mkononi. Siku ya tarehe 8 twende tukapate starehe ya kwenda kuangalia timu yetu ya msimu wa 26-27 na wasanii bora wa nchi ya Tanzania. Maana hamna msanii yoyote mzuri wa nchi hii anapenda Yanga. Hakuna. Ndio maana hakuna nani. Si kwenye tamasha lao pale uliwaona kabisa. Wanakodiwa kama nataka hela, lakini wasanii wazuri wote wasanii wanajua kuimba kwenye nchi wote Simba. Labda wale magarasa ndio wanakuwa kwao. Lakini wasanii bora wote, wakina Diamond, wakina Mario, wakina Chino, wakina wote Simba. Baada ya tarehe 8 mnyama kumaliza shughuli yake pale, tarehe 9 Young Africans nao wanahitimisha wiki yao ya mwananchi. Itegemea kwamba watafanya kitu bora zaidi yenu. Watakopi kama walivyokopi Simba Day iliyopita. Simba Day iliyopita vitu walivyotumia Simba kwenye lile tamasha walivyofanya Simba, na ndo wao wamebadilisha rangi tu ikawa ya kijani na blue na njano. Lakini sisi na ndo wa kwanza. Kwa hiyo hata hii nao kuna vitu tumetengeneza, wataenda kukopi kupitia kwetu, na ndio maana wamefanya tarehe 9. Kwa sababu anajua siku na vitu tutafanya vizuri ili wachukue vile na wafanye waonekane wenyewe wamefanya. Sasa ile iliyopita Nandi yule nani Zuchu walimweka kwenye nini yai lile kama mashada ya kwenye makaburi, kwenye shada ya makaburi sina maua ile basi watengeneze na mashada mengine waweke. Sasa wakishaweka ile mashada yale, sisi kuna kitu la kufanya nani ndio tutawapa vitu vingine, lakini wasizidisha. Tuliona mpaka watu wa kuimba kwaya siku ile pale wamevaa manguo kama kwa kwenye msikitini wako kanisani, wanaenda kuimba kwaya. Ubunifu wa kwenye mpira unapeleka kwaya, watu wa mpira wanaweka kwaya. Sasa wao sio mtu wa mpira anataka kwaya. Bwana Shabani, tukitoka hapo tukirejea kule kwenye michuano ya Kagame, mnyama Simba ameshacheza mchezo mmoja mpaka sasa hivi. Mchezo huo ametoka kwa sare ya bila kufungana. Umeridhishwa au umeikipa alama gani kiwango cha mnyama alichoonyesha siku hiyo? Simba tumeenda kwenye pre-season Rwanda, then tumekuta na mashindano ya Kagame, tukasema tutashiriki. Mwalimu Steve Barker nadhani siku ile kila mtu kaona, kaanzisha wachezaji ambao wameingia katika kikosi kwa asilimia kubwa, na wale wachezaji ambao hawachezi. Ndio maana kapteni wa ile timu alikuwa Hussein Abel, golikipa msimu uliopita, lakini alikuwa hapati nafasi sana. Kwa hiyo mimi nichukue nafasi hii kumpongeza mwalimu. Maingizo mapya tumemwona Nathaniel Chilambo ametwanga kama ilivyotakiwa. Tumeona Kevin Nation Naftari ametwanga kama vile ilivyotakiwa. Tumemwona Bakari msimu ametwanga. Tumeona Mwamba bwana yule Galatasaray yule Nigeria nani bwana yuko Simba bwana. Simba wabaya. Wamemsajili Simba yule bwana. Ndio yule bosi wamemsajili Simba. Kopi yake. Yaani yule ndio yule. Ndio mwenyewe. Yaani unajua nikwambia umeona hapa duniani wao kwa wawili. Umeelewa? Yaani yule mwenyewe. Yaani bwana Simba na sio mwenyewe kwamba kwa kufanana na sura tu na kuweka nywele hadi mguuni hapo. Hadi nikimbie. Yaani hatari sana. Mimi nimeona kuna watu wanaendeleza comedy ya kumfanya yule bwana aonekane kwa sababu lile goli kakosa kama vipi.
Lile goli hajakosa, lile goli limekula nguzo. Kukosa maana kupiga nje au kupaisha. Kipa alishapotea ile ngoma imekula nguzo. Kwa jinsi ulivyomuona kwa dakika ambazo amepata nafasi ya kuingia uwanjani, umepata mwaka gani kuelekea msimu ujao? Niwapongeze viongozi, wamesajili mtu sahihi kwenye namba sahihi. Yaani naona kabisa yule bwana alikuwa mfungaji bora kwa msimu ujao. Na wale watu jinsi wakulisha walivyokuwa wengi, wakina Mwamba Lusaka, wakina Libase, wakina Hadiset. Yule bwana atafunga sana. Atafunga sana. MVP wa Zambia ametua Jangwani pale. Na ni bingwa kabisa wa kutupia magoli. MVP wa Zambia hata sisi tulikuwa naye lakini alishindwa. Labda huyu ndo tumuombee dua, labda atafanikiwa. Sisi tulikuwa naye Fred Copeland, funga. Alitoka Zambia na goli nyingi na alikuwa MVP, lakini mwisho wa siku hii ligi ya bongo babangu. Kwamba unaona mnyama akipita tena mitaa Jangwani mwishoni mwa msimu. Vizuri sana. So mwishoni tunaenda Kagame, tukibeba tunapita. Tarehe 12 tunaenda tena. Kagame wanahusika vipi hapo? Sisi ndo njia kwenda kule. Yaani ukitaka kwenda usinajua mtu ukitaka kwenda nyumbani lazima kuna sehemu upite. Kwa hiyo sisi tutabadilisha njia. Baada ya kupita kwenye lami tutakuja kula vumbi huko. Tunapata vumbi pale, tunaondoka moja kwa moja. Sasa kuna vifusi havijasawazishwa, tunaenda kuwasaidia kusawazisha. Ila wamesema kwamba mlichokifanya kipindi kile Albadi itapigwa. Vipi ilikuwaje? Hamna kisomo cha Mwenyezi Mungu mtu kamsomea kwenye mavi hapo ikapokelewa. Hakuna. Wanajisumbua wala wazee wataka hela hata. Washachukua hela basi. Yaani watu kwa kitabu cha Mungu ende kukisomea kisomo umsomee mtu kanya. Hamna kisomo hicho. Wow. Hadi sasa Young Africans amesajili wachezaji wa ndani na wa nje vile vile. Bado wachezaji wawili tu wanawasubiri. Na Simba Sports Club ni kama amemaliza au anasubiri wachezaji wachache tu kuingia katika kikosi. Unauona mchezo wa tarehe 12 utakuwa mchezo wa aina gani hasa kwa maingizo mapya yalokuwa? Mimi sipendi kuzungumzia wao wasajili hata wachezaji wote. Sababu katika usajili mpaka sasa hivi wale wachezaji waliohusishwa nao wanafika 100 na sheria Karia kaongeza 10, jumla wamekuwa 40. Lakini mpaka sasa hivi wao waliosajili kwa tetesi kwa kusifiwa wamefika wachezaji 100. Si wachezaji wetu wale kama 30 na ngapi hao. Lakini cha kufanya hapa mimi niwaambie wana Simba, viongozi wetu wamejazia nyama kwenye nyama. Unajua nyama kwenye nyama. Huwezi kuwa na nyama hapo kaeka mfupa utaharibu. Namba zote zilizosajiliwa watu wapya zina watu wa maana. Sio, umenielewa? Na hao watu tumemaliza ligi wanatakiwa na vilabu tofauti nje ya Afrika mpaka ndani ya Afrika. Kwa kujulisha kwamba wachezaji tuliokuwa nao walikuwa wana nyama nyingi, wako vizuri. Wametakiwa wachezaji wetu katika nchi tofauti. Na hata hivyo tumechukua wachezaji nao wenye afya nao wamekuja kujazia ile nafasi. Basi ameimbwa sana kuondoka Msimbazi. Watu walikuwa naomba dua aondoke sababu anajua tabu yake. Jana ameonekana. Ili basi zoa wale wakina Chuga, si wakina Maxi Zengeli, wakina Okelo, wakina nani wote weka kwenye kapo moja wampate Libasa ke. Na ndio maana watu walikuwa wanaomba Libasa aondoke. Lakini Libasa akarudi huko pale Rwanda. Selemani Mwalimu. Gomez. Tumewaambia Wydad, Simba klabu kubwa kuliko huyo mchezaji. Sisi ndo tunamtengeneza Gomez. Kama mnataka mwacheni, kama mtaki. Nafasi yake unaiona Msimbazi? Sasa yule alokuja juzi mwenye kidao hapa yule naye namba 9 yule hapo. Sasa wewe una kazi ndogo ile. Yule Asnad hatari. Yule mshambuliaji hatari. Sasa kama Wydad watenda malingo. Si wala hatuna tatizo. Hatugombei kwa sababu sisi tuna mzigo baba. Si umeona tajiri kaja kwa niaba ya Mohamed, si uko hapa Mohamed. Kaja kwa sababu ya hakuna kelele. Kwa hiyo mimi nasema wale Wydad wakae chini na Simba zungumze. Kama kuna watu walienda kushawishi ili mradi yule mwalimu aende kwao, sisi tunatengeneza vipaji. Tutatoa mmoja B, tutakuja kujazia pale kwa mwalimu. Na atafunga vizuri. Bashiru Kibailo katoka. Kuna watu wamesajiliwa kwa mbwembwe, washaye kufunga magoli au kuwa mchezaji bora wa mechi. Lakini Kibailo tumemtoa B, lakini kuna mechi kachagua mchezaji bora wa mechi. Na magoli anafunga. Maneno yamekuwa mengi sana. Wanatamba kwamba msimu huu utakuwa wa moto na ni ule msimu ambao wanasema kwamba mwakani tena. Kwamba wanachukua mpaka ifike mara 10 mfululizo. Tushazoea maneno yao hata msimu huu kabla hujaanza. Walisema watabeba vikombe vyote, mwisho wa siku wameambulia kikombe kimoja tu, na kikombe hicho walichoambulia cha kudhulumu. Lakini vikombe vingine tumebeba sisi. Wao wamebeba kimoja na wametulumu. Sasa na msimu ujao kwa sababu ligi haijaanza mpaka sasa hivi washindi wao. Viwili na ngao. Hata kwani ngao kikombe kile. Sasa ile ngao ile si kama mbao tu. Halina maana yote, naam. Wakati wao wakisema hivyo kwa mitandao ya kijamii
jana ametoa kauli ya kwamba iwe isiwe haiwezekani Young Africans awe bingwa mara 5 mfululizo na kaunda ya 6 mfululizo. Lazima basi Simba msimu mpya awe bingwa. Unajua kuna vitu ndio maana mimi niliongea siku moja. Mpira wa Tanzania wale ukaa mbele ya mpira wa Tanzania. Hawaongelei mpira, wanazungumzia maisha yao kawaida. Sisi umeelewa? Hawa watu kila mtu ana kazi yake. Kuna mtu ukivizungumzia inakuwa sahihi. Kuna mwingine akivizungumzia hivyo vitu kwake vinakuwa sio sahihi. Sawa